Wanasema siku zote furaha inapokuja haijalishi ni jambo gani ambalo limekuletea hiyo furaha, lakini pia huzuni inapokuja haitegemei wala haichagui ni aina gani na wakati gani, ni lini, saa ngapi, eneo gani ambalo linaweza kukukuta ukiwa na hali hiyo ya huzuni. Kwa namna moja ama nyingine ni furaha sana ambayo imetawala kwa mazingira kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Lakini pia pale Msimbazi, mashabiki wa Tanzania wako Tanzania, lakini mioyo yao ipo kule Afrika Kusini, ambapo ulikuwa unachezwa mchezo wa raundi ya pili, hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo uliwakutanisha wageni Simba Sport Club dhidi ya Stellenbosch ya nchini Afrika Kusini. Mchezo wa marudiano ambao umeisha na 0-0. Mchezo wa kwanza Simba aliweza kushinda akiwa nyumbani pale visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Complex. Mchezo huu ambao Simba alifanikiwa kuibuka na bao 1-0. Bao pekee lilifungwa na Jean Charles Ahoua. Sasa mchezo wa marudiano ulikuwa ni siku hii ya leo, ambapo sasa Simba amefanikiwa kuitinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kumuondosha aliyekuwa mwenyeji wake Stellenbosch katika mchezo huo wa marudiano siku hii ya leo. Furaha zimekuwa ni nyingi sana. Maswali yalikuwa yakiulizwa kwamba mnyama ataweza kuvuka na kuendelea. Kauli mbiu yao kama unakumbuka ya kwanza, waliweza kusema kwamba wao hawawezi kuishia hapo. Lakini pia na wenyewe pia walikuja kutuambia kwamba hatuishi hapa, tunavuka, hatuishi hapa. Wakaweza kuvuka kweli hatua ya nusu finali, na baada ya lile goli moja, sasa leo hii wamefanikiwa kuvuka katika hatua inayofuata, kwa maana watakutana na mshindi wa mchezo wa leo, ambapo tunajua tayari sasa hivi kuna mchezo ambao umekuwa ukiendelea kule, RS Berkane dhidi ya Constantine. Lakini RS Berkane ni sawa ni kwamba ameshaweza kutanguliza miguu, amebakiza tu mikono. Maana mchezo wa kwanza aliweza kushinda bao 4-0. Sasa matokeo ya leo yatatupa majibu ya kwamba nani ambaye atakutana na mnyama katika hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa mara baada ya mnyama kufanikiwa kutinga hatua hiyo ya finali, hizi ndo zile tu amshamsha. Namuona Musa Kamara, namuona Mohamed Hussein, lakini pia namuona pia jamani, wapo ni wachezaji wengi, lakini pia namuona yupo Mpanzu, Awesu, kina Ngoma, Duchu, Barua na wachezaji wengi sana wa Simba wakiwa wanashangilia katika furaha tu kuelekea mchezo wa finali. Kumbuka finali pia itachezwa nje ndani, na kwa tafsiri hiyo Simba yeye atamalizia katika dimba la Benjamin Mkapa. Nimepita kwenye pages mbalimbali, nimekutana na page ya Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye ameweza kumpongeza ama kuwapongeza Simba, ameweza kuwapongeza sana Simba Sport Club. Yeye ameweza kusema tu kwenye ukurasa wake, ameweza kuandika pongezi za dhati kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho la soka Africa CAF Federation Cup, na kuandika historia ya kufika finali ya mashindano haya. Mmeipa nchi yetu heshima kubwa, na watakia kila laheri, nayo hamasa yangu wakati wote. Hayo ni maneno ambayo ameyaposti Daktari Samia Suluhu Hassan. Wapo wengi ambao wamepita hapo, wameweza pia kuachia comments zao kuona kwamba kila ambacho amekisema mama ni cha hamasa pia na kuwapongeza pia. Unakumbuka kuna lile goli la mama. Sasa sijajua kwamba aliombewa kiingia finali watapewa kiasi gani. Kazi yangu mimi ni kukuletea update tu mbalimbali. Langu jina Ali Swaleh Mshana. Asante na kwaheri.